Vijana wetu, wakati mnadai haki, mkae mkifahamu kwamba Tanzania ni katika mataifa machache duniani iliyokombolewa na wazee wetu, tena Waislamu ndio wengi. Ili nalisema kifua mbele. Asilimia zaidi ya 90 ngapi waliosimama na Mwalimu Nyerere ni viongozi wa Kiislamu, mashekhe na wazee wetu. Historia haiwezi kujificha. Ni katika nchi chache duniani iliyokombolewa na kugombolewa kutoka katika mikono ya mzungu mzungukeni bila kumwaga damu. Sasa dakika za mwisho wa sisi kuelekea kwa Mungu msiwe sababu ya kumwaga damu, kwa sababu Mtume Muhammad anasema kesi ya kwanza siku ya Kiyama itakayounguruma katika mahakama kuu ya Mungu ni kesi ya umwagaji wa damu. Daini haki. Kila siku nasemaga katika mimbari hii, tusiwazuie vijana kudai haki, kwa sababu kudai haki ni haki, lakini angalieni namna nzuri ya kudai haki zenu na mziweke wazi haki zenu. Wakati mnadai haki, hakikisheni hamvunji na haki za wengine. Sio vijana wote hili wanalizingatia. Wakati mnadai haki, zingatieni, kuweni makini, chungeni, msije mkavunja haki za wengine. Ikiwa kwenye kuliendea haki mkavunja haki za watu mbalimbali, mtakuwa nyinyi sio wa kweli na sio watafuta haki. Mtafuta haki atampa kila mtu haki yake na atampa kila mtu amani, na huko amekamata bendera ya haki, anahakikisha mpaka haki inapatikana. Lazima tutafute suluhisho. Suluhisho nambari 1 kwa mawazo yangu na kwa mujibu wa Qur'an, sio mawazo yangu matupu tu. Nyumba yako sasa hivi ikiwa inawaka moto, chanzo ni mke wako kaacha pasi, kasahau kuzima. Ukafika pale nyumbani, nyumba inateketea, utakimbilia kumlaumu mkeo na kumshambulia, au mtaungana kuuzima huu moto na kuokoa watoto na baadhi za mali? Jawabu, tutaungana kuuzima huu moto, afu mwanamke utanikoma baadaye. Wa mu'dhamu an-nari min mustasghari ash-sharari. Wanawachuoni wa Kiislamu wanasema moto mkubwa siku zote chanzo chake ni cheche ndogo. Hizi cheche ndogo hizi tuungane tuzizime, kisha tukae meza moja tujue wapi tulipobugi. Kama unajifanya umedata na kujizima data na unachukizwa na rai yangu hii na unajiita mtu wa haki, mbona hukubali mawazo ya watu? Si demokrasia? Si uhuru wa kuplay party yako? Wacha kila mtu aseme ya kwake. Kwa nini ukerekwe na maneno ya wenzako kwa wale watakaochukizwa na hili? Qur'ani inasema sura ya 4 aya nambari 128, wasulhu khairun, na sulhu ni bora siku zote. Watanzania tayari tumeshaanza kufarakanishwa kwa misingi ya kipuzi, misingi ya kisiasa, misingi ya kiitikadi, na wengine mpaka katika misingi ya maana kabisa, misingi ya imani na dini. Zaidi ya miaka 60 hatujawahi kubaguana kwamba huyu ni Muislamu na huyu ni Mkristo. Zaidi ya miaka 60 hatujawahi kujua makabila yetu, rangi zetu. Leo tunasikika wale waliokaa kikao fulani, mkutano fulani, haukuwa mkutano wa Tanzania wote, walikuwa Waislamu watupu. Ubaguzi, chuki za kidini, roho ya kisokoro kwinyo. Kwa nini? Wote walijitanda. Unataka watu wakae uchi kwenye mkutano mkubwa kama huo? Kwa kuwa umezoea kukaa uchi, mkeo uchi, binti yako uchi, nataka kila mtu akae uchi. Leo tunasikika wale na sisi,
Wazanzibari, Watanganyika. Na mwenye kufanya hayo, huyo atakuja kulipwa malipo mazito sana na Mungu. Naomba leo ninukuu aya za Biblia. Niliwahi kusoma pahala Mathayo 5:9. Mathayo 5:9, kwa sababu nazungumza na Watanzania wote kupitia mbele ya Waislamu na msikiti huu mtukufu. Mathayo 5:9 inasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Ujumbe huu pia uende kwa wasiokuwa Waislamu, na nukuu kitabu chao. Mungu wao wanaomfuata na kumwamini, na kitabu chao wanachokifuata na kukiamini. Mathayo 5:9 inasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Tafsiri ilivyoisoma Biblia, wakati mwingine ikisema ikiwaita watu wana wa Mungu, inakusudia ni watumishi wa Mungu au wacha Mungu. Na vyovyote wavyo, hata wakiitwa wana wa Mungu, sisi Waislamu hatuna wana wa Mungu. Lakini pointi yangu, heri wapatanishi. Kwa aya hii ya Biblia, kama kuna kiongozi yoyote asiyekuwa Muislamu anajifanya amedata na anajizima data na maneno haya anayoyaamini kwamba na ya Mungu, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu, atakuwa ameenda kinyume na mafundisho yake, kwa sababu mafundisho yake yanasema hivyo. Kama ile alitoshi, nimalizie Methali 6:19. Na angalizo tu, Waislamu hatukatazwi sisi kunukuu. Tauhidi inasema naqilul kufri laysa bikafirin, anainukuu maneno ya kufru hawi kafiri. Mungu amenukuu maneno ya Firauni ya kikafiri, faqala ana rabbukumul a'la. Firauni kawakusanya wa Misri katika uwanja, akawaambia mimi ndio Mungu mkuu, na kauli hiyo Allah kainukuu ndani ya Qur'an. Ina maana Allah anakubali Firauni Mungu mkuu? Akubali. Ananukuu tupate mafunzo mimi na wewe. Na mimi nanukuu kwa sababu hotuba yangu nimeielekeza kwa Watanzania wote. Kwa useme usheka filisika, sijafilisika babu, na juzuu 30 kichwani, na sitofilisika kwa material alionipa Mungu kama maneno yake kichwani mwangu. Na sijisifii, maana mzee kujisifia utapata dhana bure na kunidhania bure, na siku ya kiyama utanilipa tu malipo yangu stahiki. Methali 6:19 inasema, shahidi wa uongo asemaye uongo. Ni nani sasa huyo? Naye apandaye, kupandikiza, naye apandaye mbegu za fitna kati ya wana ndugu. Shahidi wa uongo ni asemaye uongo. Sasa nani huyo muongo huyo? Fiksi kamba nani? Naye apandaye mbegu za fitna kati ya wanandugu. Kipindi hichi hatuhitaji viongozi wa dini waliokamata mikononi dumu za petroli na dizeli kwa ajili ya kutaka kuchochea zaidi huu moto. Moto kishawaka, hakuna atakayepona. Kipindi hichi tunawataka viongozi wa dini waliokamata mikononi dumu za maji na fire extinguisher. Hao ndio tunawataka kipindi hichi. Na kwa Waislamu aya ziko chungu nzima, na kwa wasiokuwa Waislamu nimekwambieni, Mungu wenu anasema heri mpatanishi, sio mgombanishi. Na akasema tena, shahidi wa uongo ni asemaye uongo,
Ni nani huyo? Naye apandaye mbegu za fitna baina ya ndugu. Yoyote anaipanda mbegu za chuki, za fitna baina ya watu, sio mtumishi wa Mungu na sio mtu wa dini, ni mtu wa dini. Tofauti ya dini na dili ni N na L.